Asante sana studio, hapa ni jijini Dodoma, na ikumbuke kwamba hapo kesho ni mchezo kati ya Dodoma Jiji dhidi ya timu ya wananchi Yanga, ambapo mchezo utapigwa katika uwanja wa Jamhuri hapa jijini Dodoma. Na hivi sasa tunao makocha wa Yanga, kocha msaidizi, lakini pia kocha mkuu wa Yanga, lakini pia tunaye mjumbe kutoka bodi ya ligi ambaye naye pia yuko hapa. Sasa moja kwa moja tumkaribishe mjumbe kutoka bodi ya ligi, basi atueleze kile ambacho kitajiri hivi punde hapa kwenye huu mkutano. Karibu. Asante sana. Karibuni katika mkutano wa waandishi wa habari ambapo ni mchezo dhidi ya Dodoma Jiji na Young African Sports Club, na mbele yenu ni kocha mkuu Nasreddine Nabi, atakwenda kuzungumza na waandishi wa habari maandalizi kiujumla katika mchezo wa hapo kesho. Karibu coach, zungumza na waandishi wa habari kiujumla kuhusiana na maandalizi wa mchezo hapo coach. Karibu. D'accord. Merci beaucoup pour la présence de tous les journalistes. Je voudrais d'abord remercier les supporters, les fans de Young Africans à Dodoma pour l'accueil qu'ils nous ont offert hier. Ça a remonté vraiment le moral des joueurs et ça nous avait donné chaud au cœur. Kitu cha kwanza tunashukuru nyie wanahabari kuhudhuria huu mkutano. Kitu cha pili ni kushukuru wapenzi na mashabiki wa timu ya Young Africans hapa Dodoma kwa upendo wenyewe wametuonesha tokea jana wakati tumetua hapa Dodoma. Ni kitu chenye kinatuonesha mapenzi yenye wanayo kwenye juu ya timu yao, na pia tunaweza kuhakikishia kama wachezaji imewagusa wachezaji, na tunaamini kama huo upendo na sisi tutaonesha kile chenye tumewaandalia kesho. Je voudrais donc, avant de commencer de parler du match, adresser au nom de tous les staffs techniques, adresser au nom de tous les joueurs mes sincères condoléances à notre joueur Yannick Bangala pour avoir perdu son frère, son grand frère hier. Nous sommes tous touchés pour Yannick. Nous sommes solidaires avec lui envers sa famille. Yannick qui était toujours exemplaire avec Yanga, qui a toujours donné le meilleur de lui-même pour Yanga. Nous sommes vraiment avec lui. Et inna Allahi wa inna ilayhi raji'un, et voilà, courage à Yannick et sa famille. Kwa mbele ya kuanza kuongea kuhusu mchezo, tulikuwa tunataka kutoa condolences za kwetu kwa jina ya technical bench, jina ya wachezaji, kwa mchezaji wetu Yannick Bangala mwenye amefiwa jana na mkubwa wake. Tunajua kama ni wakati mgumu kwake, lakini tunamhakikishia kama sisi kama technical bench, wachezaji wote tuko na yeye bega kwa bega. Juu ni mchezaji mwenye kila siku tokea amefika hapo kwenye hii klabu ya Yanga, mchezaji mwenye ameonesha leadership, ameonesha example nzuri kwa wachezaji wengine. Mchezaji wenye kila siku alihitajika, amejitoa yeye wote kwa ajili ya klabu, kwa ajili ya timu. Okay, nakaribisha maswali matatu kwa kocha Nasreddine Nabi. Karibuni. Swali la kwanza. Karibu. Naitwa David Felician, na swali kwa kocha. Mchezo wa mwisho mmemaliza katika dimba la Benjamin Mkapa sare, lakini pesha kubwa ilikuwa kwenu nyinyi benchi la ufundi, na mashabiki pia tunaona wakiondoka na wasasi mkubwa kwamba sare 3 mfululizo. Mmejipanga kuhakikisha vipi mnaondoka na alama 3 na kutuliza hali ambayo ipo hivi sasa kwa wananchi?
est-ce qu'on s'est préparé comment pour faire que demain on ait les 3 points et aussi pour qu'on fasse retomber la pression. Santé, d'abord on n'a pas de pression, on gère la pression, c'est tout à fait normal quand on est dans le football, il n'y a pas une pression parce que nous avons confiance en nous et on sait pourquoi on a fait des matchs nuls, on n'a pas une grosse pression, mes joueurs ils ont vraiment confiance en leurs moyens. Je dirais que nous avons manqué uniquement de chance pour marquer du but dans les 3 derniers matchs. Vraiment beaucoup d'opportunités de but et nous avons manqué tout simplement de chance. Et nous n'avons pas manqué ni de volonté, ni de sérieux dans l'approche de ces 3 matchs. Kitu cha kwanza nasema kama pressure ni kawaida. Pressure ni kawaida kukua kwenye timu za kama hivi kubwa. Pressure ni kawaida kwenye mpira, kwenye football. Kitu cha pili, hatuna shaka, hatuna wasiwasi. Juu tunaamini uwezo wa kwetu, tunaamini uwezo wa wachezaji wetu. Na pia tunaweza sema kama kwenye hizo mechi 3 sio kama tumekosa approach ya kwetu haikuwa nzuri kwenye hizo mechi, hapana. Ni mechi zenye tumepata opportunities mingi sana za kufunga magoli mingi, lakini tukakosa ile bahati ya kufunga. Sasa kitu kikubwa, tunajua umuhimu wa kesho na tunajua kama wachezaji wanaelewa, sisi wenyewe na sisi tunaelewa, na tunaamini kama tutarudi kwenye wakati wetu mzuri. Swali la pili kwa coach. Samani, je peux continuer la réponse pour notre ami journaliste. J'ai pas fini quoi. J'ai Okay. la première partie. Je voulais dire aussi que c'est tout à fait normal que les fans soient c'est-à-dire mécontents et tout ça. Et nous autres staff comme joueurs, nous devons accepter, comme nous acceptons les éloges des fans, quand tout va bien, quand tout va pas bien, il faudrait accepter leur frustration ou leur mécontentement, mais ça doit rester dans des normes acceptables pour la simple raison qu'il n'y a pas de quoi paniquer, il n'y a pas de quoi se faire peur. Ils ont une bonne équipe, ils sont premiers, et ils dépassent le deuxième à 8 points. Je sais qu'il y a dans les analystes, dans les journalistes, les radios, partout, 8 points, s'ils font match nul, s'ils perdent là, sinon on gagne, on connaît tout ça. Ne vous faites pas de faux espoirs, hein, les autres supporters. Young, Inch'Allah, va être champion, mais il faudrait que la fans soit un peu après positif. On est tous dessus, nous regrettons, mais après, ça y est, on dépasse ça. On doit essayer d'être positif et ne pas trop critiquer le joueur. Nous, moi, entraîneur, vous pouvez me critiquer, pas de problème, no problème. Mais il faut, c'est vos joueurs, c'est les joueurs qui vous apportent du bonheur. C'est les joueurs qui apportent le résultat. C'est les joueurs qui, Inch'Allah, vont apporter les titres. Vous avez le droit de se fâcher, mais ça ne doit pas continuer. Ils ont besoin de votre soutien maintenant. Ils ont besoin de votre encouragement pour ne pas donc sombrer ou continuer dans les mauvais résultats. Kuhusu mashabiki, tunasikia wakati timu haifanyi vizuri, kutokufurahi ni kawaida. Kutokufurahi ni kawaida, kusirika ni kawaida, lakini pia wanapaswa kujua kama sisi kama walimu, hivyo ni vitu vya kawaida. Tunaweza
tukabi accept juna gisi tuna accept wakati timu inafunga wanakutaja majina, wanakupanga majina, wanakuambia jina lako hivi, jina lako hivi. Sasa tunajua na wakati vitu haviendeki vizuri, watu wako rahisi kuongea vitu vyenye kuonesha frustration ya kwao. Hivyo ni vitu vya kawaida, lakini pia kuna wakati frustration inapaswa kumalizika, ukakuwa positive, ukaangalia mbele. Juu sisi tunaamini kama hakuna haja hata moja kupanic, hata moja. Leo tuko mbele, mwenye iko nyuma yetu tuna gap ya pointi 8, pointi mingi sana, mingi. Sasa hakuna haja kupanic. Sana sisi walimu kutukosoa nini, radio, wachambuzi nini, hivyo ni vitu vya kawaida. Juu hiyo ni kazi yao. Lakini wafansi wajue kama wale wachezaji kuna wakati vitu vinaendeka vibaya. Sasa sio wakati wa ku criticize, wa kuwakejeli. Hapana, hii ni wakati wa kusema sawa, hatukufanikiwa, acha tujipange kwenye mechi ya kufuata, tuwasupport. Juu wale wachezaji tokea mwanzo wa msimu wamekupa furaha, ukatembea mtaani unavimba, unasema mimi niko hivi, mimi niko mwananchi, mimi navaa jezi kila siku, navaa jezi siku 7. Sasa wale wachezaji leo wanapitia wakati mgumu, wana shida ya support ya kwao. Na juu wanafanya kila jitihada juu kesho yake warudi kwa wakati wao mzuri. Na wanajua kama wakati umepita, hizi mechi 3 hatukufanya vizuri. Hiyo iko clear. Wanajua na leo kama hawakufanya vizuri, sisi wote tunajua. Na lakini tunatumika kila siku juu tuhakikishe kama kesho yake wale wa fans, wale mashabiki watembee mtaani wanasema Young Africans tumebeba kombe. Na hiyo bila shaka itafika. Swali la pili kwa coach, karibu. Coach, umezungumzia kuhusiana na Yannick Bangala ambaye amepata msiba. Je, kwenye kikosi cha kesho hatakuwepo ama? Na swali lingine ni kwamba kuna wachezaji wote ambao watakosa mchezo wa kesho na kwa sababu zipi? Nous avons voulu laisser un peu tranquille Yannick hier, donc un petit peu vivre son deuil après avoir présenté nos condoléances de toute l'équipe. Nous allons voir son état d'esprit aujourd'hui, son état de truc, et après on décider s'il est dans l'état de jouer le match ou pas. Et s'il ne serait pas dans l'état de jouer le match, il faut respecter le garçon. Ça, il a été toujours sérieux. Et il faut aussi dire qu'il vaut mieux ne pas forcer quelqu'un de jouer que s'il n'a pas sa concentration à 100% pour ce match. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a encore des absences, c'est ça? Est-ce qu'il peut y avoir des absences? Qu'est-ce qu'on a comme blessé? On n'a pas de joueurs susceptibles d'être blessés. Seulement ceux qui étaient de longue durée. Oui, voilà, donc tu dis ça, presque tous les joueurs sont disponibles, il n'y a pas de blessures vraiment. Juste peut-être Cheikhou qui n'a pas vraiment repris le rythme de match. Il est resté, on l'a laissé à Dar es Salaam pour faire continuer le travail. Et la même chose pour Yacouba. Sinon les autres c'est des choix par rapport à la liste. Kuhusu Bangala, jana tumemwacha apokee hiyo habari, tuangalie gisi na yeye anajisikia. Leo tutaongea naye tusikie gisi anajisikia, lakini maamuzi ya kutokumtumia kwenye mechi atatokana na hiyo discussion itakuwa katika yeye na sisi. Akijisikia vizuri, kama na concentration ya kutosha, tunaweza tukamjumuisha. Kama ajisikii vizuri,
Pia tunapaswa kurespect juu ni mtu mwenye tokea tumeanza ligi ni mtu mwenye ameonyesha example nzuri sana kwenye club. Kitu cha pili, wachezaji wenye wanaweza kukosekana ni Yakuba, kama juu amekuwa kwenye injury ya muda mrefu. Pia Chiko tunaamini kama ameshapona, lakini anafanya mazoezi, lakini tunaamini kama hajapata ile fitness match ya kutosha. Wengine ni choice, ni technical choice za mchezo. Swali la mwisho na la mwisho ya tatu. Okay, sawa, karibu. Nitamani kumuuliza kocha, anawazungumziaje Dodoma? Amepata nafasi ya kuwashuhudia, ni moja kati ya timu ambazo zimepata matokeo nje ya nyumbani kwa timu ngumu kama Biashara United. Amefanya assessment kuhusiana na hiyo timu na nini mtazamo wake kwa mechi ya kesho? Votre analyse sur Dodoma, c'est une équipe qui a récemment eu des résultats positifs à l'extérieur. Je pense que Dodoma, c'est une bonne équipe. Bon, elle a eu parfois des résultats qui ne correspondent pas aux vraies qualités de cette équipe. Contrairement à d'autres équipes, peut-être, elle a des joueurs techniques. Parfois, elle essaye de jouer avec une bonne qualité de football. Comme chaque équipe dans le championnat, y compris nous, elle a de points forts et de points faibles. Je pense que notre match ne sera pas facile, et ça on le sait. Surtout que nous savons le premier adversaire pour Yanga, ou pour toutes les équipes ici en Tanzanie, c'est les terrains. C'est vraiment, surtout les équipes qui veulent jouer au football, c'est la qualité vraiment des terrains, elle est vraiment désastreuse. Et là, franchement, avec tout le respect, toute la modestie du monde, on se dirige vers les instances sportives pour que, si nous souhaitons que le football s'améliore en Tanzanie, il faudrait absolument penser à la qualité des terrains de football. Sinon, c'est une bonne équipe. Je préfère jouer contre des équipes comme Dodoma que contre des équipes qui jouent vraiment et mettent un bus derrière et voilà quoi, de l'engagement physique et tout ça. Mais je pense que ça va être un bon match. C'est pour cela que nous sommes très sérieux. On minimise rien du tout. On donne toute la valeur à ce match-là. Et j'espère pouvoir jouer un bon match et gagner le 3 points. Timu ya Dodoma ni timu yenye kweli ni timu nzuri, imepata matokeo sometimes kwenye hii ligi. Ni timu yenye haijawa consistent, haijapata matokeo mfululizo mazuri, lakini ina timu nzuri, ina wachezaji wazuri. Unakutana matokeo yenye inapata reflect vizuri quality yenye nayo. Juu tunaamini kama ina quality nzuri kuliko timu nyingi zenye ziko yulu ya kwao. Pia kitu cha pili, ni timu yenye tunaamini kama ni timu yenye inacheza mpira, inataka kucheza mpira, na hicho ni kitu kizuri. Tunapenda tucheze na timu za hivyo kuliko kucheza na timu yenyewe inapata basi kule nyuma dakika 90 na makosa mingi, lakini hiyo ni choice ya kila mwalimu. Lakini pia kesho tunaenda kucheza mechi mbili. Tutacheza na Dodoma Jiji, mechi itakuwa ngumu, lakini pia tutacheza mechi against Uwanja. Hiyo pia tunajua kama viwanja vyote haviwezi kufanana na Mkapa, viwanja vyote haviwezi kufanana na Mbeya wala Morogoro, lakini kuna changamoto ya viwanja sana kwenye timu kadhaa. Kwa kusema ligi kuwe na mvutio, watu wameshawekeza sana, wanaonesha ligi kwenye live. Sisi tuko hapa Tanzania tunawaza kama watu wanaangalia hii ligi ni watu wa Tanzania. Hapana. Kuna watu wako Marekani, kuna watu wako Canada, kuna watu wako Spain, kuna watu Burundi, wanakupigia simu kila siku, wanaona hii ligi,
wanaona hii ligi. Sasa kwa kusema hii ligi tuipatie tamani yenye ina deserve, inabidi miaka ya mbele tuangalie hivyo vitu vya nikizani kwa Kiswahili wanasema miundombinu. Tuangalie hivyo vitu vya miundombinu ya viwanja sana juu tu quality ya ligi ikuwe nzuri. Asante sana coach, natakia maandalizi mema. Asante sana. Wakati tunasubiri Dodoma Jiji wako tayari, ambao ni wenyeji wa mchezo huo hapo kesho. Ikumbuke tu kwamba kesho mchezo wa Dodoma Jiji dhidi ya Young African Sports Club utachezwa katika uwanja wa Uhuru majira ya saa 10 alasiri. Jamhuri Stadium majira ya saa 10 alasiri. Uwanja wa Jamhuri. Dodoma Jiji dhidi ya Young African Sports Club majira ya saa 10 alasiri. Karibu coach. Captain. Na mbele yenu ni kocha wa Dodoma Jiji Mohamed Omar Muya, atakwenda kuzungumza maandalizi ya mchezo huo. Karibu coach, zungumza na wanahabari. Shukrani sana. Asalamu alaykum. Bwana asifiwe. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza, mwingi wa rehema, aliyetujalia kuwa sehemu hii kwa wakati huu tukiwa salama kabisa. Lakini pia anayetuwezeshea wachezaji wetu, askari wetu ambao wanakwenda kiwanjani kuwa salama mpaka sasa hivi. Napenda kuwashukuru viongozi wa Dodoma Jiji, wadau wote wa mpira wa Dodoma ambao wanaisupport timu yetu, mashabiki wetu. Pia tunawashukuru wachezaji wetu kwa kutusikiliza na kuzingatia yale ambayo tunayafanya wakati huu kwa ajili ya mechi iliyopo mbele yetu. Sisi kama walimu tumesha play part yetu vizuri. Wachezaji huduma zote ambazo wanazihitaji kutoka kwa uongozi wamepata, kutoka kwa walimu wamepata. Wako timamu kwa ajili ya mechi ya kesho. Tunafahamu mechi ya kesho ni mechi ngumu. Yanga ni wahitaji. Na sisi Dodoma Jiji katika position yetu kiangalia msimamo wa ligi hatujapishana sana na wenzetu. Tunayo nafasi ya kufikia malengo tulokuwa nayo tangu awali ligi inaanza. Nafasi ya kumaliza ligi tukiwa nafasi ya 4. Kwa hiyo kwa uzito huo sisi pia ni wahitaji sana. Tunaheshimu Yanga kwa jinsi timu yao ilivyo, uwekezaji wao na wachezaji wao. Na sisi pia tunao wachezaji vijana ambao wanahitaji kufika mbali, ambao wanaelewa dhamana wanaoibeba kwenye timu, na tumekuwa tukiwaseminisha kuwajenga kisaikolojia zaidi waweze kujitambua. Unapokuwa katika ligi kuu, top league katika nchi, wewe ni top player, haijalishi unatoka ndani ya nchi au nje ya nchi. Sisi tunakupa training, proper training ambayo itakupa uwezo kwa kuzingatia vigezo kwamba mtu katika ligi kuu ni ligi ya ushindani. Kama zile stages za ligi zinavyoanza, unasema kuna ligi fundamental, tunakuja kwenye learn to train, train to train, train to compete, train to win. Sasa kama mwalimu unajua kinachotakiwa kupekwa kwa wachezaji wako, ukakiweka vizuri, hakuna kuogopa timu yoyote katika ligi hii. Tuko kwenye level moja, tunapotofautiana ubora, lakini vigezo vya kufanya mtu aweze kuwa mshindani tunavyo. Tunakwenda kushindana kesho. Tunawaomba wapenzi wetu wa Dodoma waje kwa wingi, waje tusapoti. Tunakwenda kushindana kesho kutetea jiji. Karibuni kwa maswali kwa coach. Karibu. Asante. Kwanza mchezo wa kwanza mlifungwa goli nyingi zaidi, goli 4, ingawa hamkuwepo kwenye timu. Timu ilikuwa chini ya kocha mwingine. Kesho mnakwenda kucheza tena. Mnakwenda kukutana na Yanga ambayo bado haijafanikiwa kuifunga Dodoma Jiji katika uwanja wa Jamhuri. Kubwa zaidi ni kipi ambacho unaendelea kuzungumza na wachezaji wako kuelekea mchezo huo? Kama jinsi nilivyosema kwamba kwanza nashukuru kwa swali.
na jinsi ambavyo umetambua kwamba awali hatukuwepo katika matokeo ya awali, lakini wenzetu walipambana. Tuliona kazi walioifanya vizuri. Ile mechi nakumbuka nimeiangalia vizuri sana. Kipindi cha kwanza wachezaji waliperform katika performance nzuri sana. Lakini kuna sehemu ambao walikosea, wakaingia kwenye mfumo, wakaadhibiwa. Ndio jinsi ilivyo mpira. Bahati mbaya inatokea. Lakini kwa sisi sasa hivi tumejaribu kuzingatia makosa waliofanya wenzetu, yakatokea yale yaliyotokea. Tumejadiliana na wachezaji wetu, tunakwenda kurekebisha ili kuchukua tahadhari. Tutacheza kwa kuheshimu wapinzani wetu, lakini pia kwa uhitaji wetu. Kwa hiyo hatuna hofu katika hilo, tunaenda kulifanyia kazi. Mengine siwezi kuyasema hapa kwamba tumefanya nini, lakini pia Yanga wanapocheza tunawaangalia sana. Kwa hiyo usihofu katika hilo, tumechukulia hatua zote zinazostahili. Swali la pili kwa coach. Wakati mwingine vitu vingine vinakuwa ni siri ya kambi. Kwa sababu hata tulipoingia kwenye timu tulikuwa tupendi kuzungumzia sana. Kuna baadhi ya watu tulikutana na wachezaji pale zaidi ya 5 walikuwa na injuries. Lakini ilikuwa ni siri ya kambi. Ila kwa sasa hivi naomba kuhakikishia kwamba wachezaji wengi ni wazima. Kama utaangalia umeshaona wengi wamesha rotate kwenye mechi tulizocheza tu. Wale wanaona katika mechi zote tangu tumeweza kucheza, basi kesho wote watakuwepo. Swali la tatu na la mwisho kwa coach. Karibu. Coach, kwa tazama wachezaji lakini pia nini benchi wa fundi morali koje kuelekea mchezo huo? Naam? Morali koje kuelekea mchezo? Morali ni nzuri sana. Kama ukiangalia jinsi ambavyo tumecheza mechi hapa nyumbani tukashinda, tukaenda kucheza mechi Mwanza kule na Biashara tukashinda. Juzi tumepata point moja na Polisi Yaani wale spirit inazidi kukua. Na jana tulikuwa na seminar, tunaenda kuwapiga seminar watoto wakae vizuri kichwani, kisaikolojia. Kesho mimi nasema tu hebu njoni mje muone shughuli. Bonus question, karibu. Swali kubwa ni neno kutetema. Atatetema. Hiyo kutetema kwetu sisi hatuifikirii kabisa yani. Nimekwambia sisi ni wahitaji. Sasa tunamruhusu wateteme, na maana sisi tunakwenda bwana hebu liache kwanza hiyo. Kutetema hakupo kesho. Okay, asante sana coach. Na sasa captain, karibu. Karibu nahodha, kuzungumza na wanahabari. Mmejipanga vipi kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Young Africans Sports Club? Nahodha anaitwa Omar Kanyoro, karibu. Asante. Asalamu alaykum. Kwa upande wetu wachezaji tunashukuru Mungu, tumejiandaa vizuri. Maandalizi yetu yamekamilika kuelekea mchezo wa kesho. Tunasubiri muda ufike, twende tukapambane. Sawa. Karibuni kwa maswali kwa captain. Yes, karibu. Mkiwa vyumbani wakati mnaelekea kwenye mchezo huo na wachezaji wenzako wanaizungumziaje Yanga? Wanaona ni timu ambayo wanaweza kupata matokeo kirahisi, ama pia ukitazama mchezaji mmoja mmoja wa Yanga na timu ambapo mlivyo mnakwenda kucheza, kwa sababu wote mko kwenye Premier, lolote linaweza likatokea. Lakini zaidi mnazungumziaje kuhusiana na timu yetu? Kiukweli kuzungumzia Yanga tunawaheshimu. Ni timu kubwa. Wana wachezaji experience, wametuzidi experience. Uwezo wachezaji, mimi naamini katika kitu kimoja kwamba wachezaji tupo katika nani, lakini tunatofautiana kulingana na labda ukubwa wa timu, experience. Tunawaheshimu Yanga kwa sababu wametuzidi experience. Lakini naamini tutapambana, morali yetu iko juu. Tutafanya tunachostahili kufanya. Swali la pili. Kama wachezaji mmejipanga kustopisha hiyo rekodi ambayo Yanga wanayo kutopoteza mchezo? Malengo ya kila timu ni kushinda kila mchezo. Malengo yetu ni kushinda mchezo wa kesho. Hayo ndio malengo yetu makubwa. Swali la tatu. Swali la tatu kwa captain. Au amejitosheleza? Amejitosheleza. Asante sana captain, asante sana coach. Karibu, natakia maandalizi mema mchezo. Asante. Na ndugu zangu waandishi, tumefika tamati ya mkutano wetu wa waandishi wa habari. Mchezo huo Dodoma Jiji dhidi ya Young African Sports Club utachezwa hapo kesho majira ya saa 10 alasiri.
Langu jina ni Salma Seif, na watakia mchana mwema. Na mtazamaji, bila shaka umepata kusikia kile ambacho makocha wa pande zote mbili wamezungumzia na kile ambacho wamekusudia kwenda kukifanya siku ya kesho katika dimba la Jamhuri hapa mjini Dodoma. Kikubwa zaidi kinachosubiriwa kwa sasa ni mashabiki kujitokeza kwa wingi kushuhudia gozi la ng'ombe likipigwa katika dimba la Jamhuri kunako saa 10 jioni hapa mjini Dodoma. Ni kusii tu mtangazaji, endelea kufuatilia vipindi mbalimbali kupitia Azam Sport. Allen Silveri.